Mkuu wa chuo cha uhasibu Arusha Profesa Eliamani Sedoeka amesema chuo hicho katika mwaka wa fedha 2025-2026 imejipanga kuwekeza zaidi ya shilingi bilioni 4 katika teknolojia ya kufundishia na kujifunza, ikiwa ni pamoja na madarasa mtandao, yani smart classes. Profesa Sedoeka ameyasema hayo wakati wa ziara ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Hesabu za Serikali PAC katika kampasi ya Arusha, ambapo ziara hiyo imelenga kukagua miradi mbalimbali ya ujenzi wa miundombinu inayoendelea chuoni hapo. Leo tumepata ugeni mkubwa sana wa kamati ya Bunge ya Fedha, na wao walikuja kutembelea miradi mikubwa miwili ambao ni postgraduate, hapa tumesimama, na hostel. Sasa moja kati ya mambo ambayo yamejitokeza ni jinsi gani sisi kama chuo tumejipanga, ikiwa ni malengo ya hii miradi pamoja na mambo mengine, pamoja na zile shughuli za kimsingi za chuo ambazo ni kufundisha na wanafunzi sehemu za kulala kwa mabweni, lakini sisi tumejiongeza kwenye kuhakikisha kwamba miradi hii inaendana vile vile na malengo ya kutengeneza mapato yasiyotokana na ada. Na kwenye hii tumefanya kwa aina mbili. Kwa upande wa hostel tumejenga maduka ya kisasa 46 na benki kubwa mbili, CRDB na NMB watakwenda kuweka branches kabisa, branch kubwa. Lakini vile vile kwa upande wa hapa postgraduate building tuna kumbi za mikutano, tuna boardroom nzuri, lakini vile vile tunakwenda kuanzisha kituo chetu cha televisheni, tuna dispensary na tuna ukumbi mkubwa sana wa kisasa wa watu 300 ambao unaweza kufanyika kwa hali ya kimataifa. Sisi kama kamati ya kudumu ya Bunge, kazi yetu kubwa tumekuja kufuatilia matumizi ya fedha za umma kama zilivyopitishwa na Bunge, na katika fedha zilizokuwa zimepitishwa za chuo hiki ilikuwa ni pamoja na upanuzi wa chuo, ujenzi wa madarasa, lakini ujenzi wa makao makuu na mambo mengine. Aina ya majengo yaliyojengwa kuanzia kwanza kwenye hostel za wanafunzi zimejengwa vizuri, nyingi na za kutosha na kwa gharama nafuu, lakini pia jengo la makao makuu hili kwa kweli kamati imefurahishwa sana na huu mradi. Sasa tumeangalia kwa ujumla wake miradi yote miwili inategemea kugharimu takribani bilioni 24. Kitu ambacho kiangalia majengo yanavyoonekana, mandhari ya nje yanavyoonekana na kile kilichotoka na fedha havilingani kabisa. Inaonekana fedha ambazo wanakusudia kutumia ni kidogo, na hii ni kwa sababu wametumia mfumo ule tunaita wa force account. Tumeona uongozi wa chuo una maono makubwa sana. Kwenye huu mradi walikuwa wanajenga fence. Badala ya kujenga fence, wao wameamua kurekebisha. Wao wameweka fence, wanaweka maduka nje. Maduka yale yote tumezunguka tumeona wanasema yatawaingizia takribani milioni 600. Kwa hiyo badala ya kujenga fence ambayo haitazalisha chochote, ile fence sasa inaenda kuzalisha, inaimarisha ulinzi, lakini inaingiza mapato kwenye chuo, na hivyo taifa linaongeza mapato zaidi. Kwa hiyo ubunifu ni mkubwa sana. Lakini tumeona madarasa mengine yanayojengwa hapa yatakuwa na kumbi za kimataifa ambapo watakuwa na uwezo wa kutoa mihadhara, kufundisha wanafunzi mahali kokote waliko duniani kwa kutumia teknolojia, ambapo mtu unaweza kukaa Marekani, ukakaa Uingereza, ukakaa Australia, ukakaa Namibia, ukakaa South Africa, lakini ukasoma kwa kutumia mtandao, ukapata elimu ile ile. Kwa hiyo ni kazi nzuri ambayo imefanywa na serikali ya awamu ya 6, na sisi tunawapa hongera, uongozi, tunawapa hongera serikali, tunasema big up, kila kitu mambo safi. Kama Esther Matiko na mjumbe wa kamati ya hesabu za serikali wamefanya vizuri, and I think project zote ambazo zinatumia force account wanaweza wakaitumia hii kama vile is a place waje wa learn how better wanaweza wakatumia force account na wakatengeneza vitu ambavyo ni standard pesa kidogo. Tunajua force account ina changamoto nyingi za kisheria na mambo mengine, lakini hapa tumeona wamejitahidi sana kwa kweli. Uongozi umejitahidi kusimamia fedha kidogo walizonazo, lakini ukikompare na majengo na program ambazo wamezitoa ni kubwa sana. Lakini kitu kingine ambacho kimenimpress, ukichukua udahili wao kwa miaka 5 mfululizo, utaona walivyokuwa mwaka 2000 I think na 21 na kwa sasa hivi kuna different ongezeko la wanafunzi zaidi ya 10,000. There were 7,000, sasa hivi nimesoma karipoti kwao kwa haraka. Kwa mwaka huu wamedai wanafunzi 17,000 na kitu, and their vision ni kuwa na zaidi ya wanafunzi 20,000 na kitu. Kwa hiyo nawapongeza sana hiki chuo, na serikali pia iendelee kumilika na kuhakikisha kwamba wanawasaidia kuweza kuboresha kampasi zao zingine zote kama ambavyo tumeainishwa hapo ndani, lakini pia na wadau wengine
tunajua kuna project moja hapa imetumika kukopa mkopo benki, kwa wakiwa approach waaminini wapeni, kwa sababu ni chuo ambacho kinaenda kupata uaminifu sio tu kwa Tanzania, lakini hata wanafunzi ambao wanatoka nje ya Tanzania I believe watakuja sasa hapa, kwa sababu the way it is now inaweza kuwa one of the biggest institution ya mambo ya accounts kwa Tanzania, Africa probably. Kwa tukiwekeza zaidi na wana eneo makubwa zaidi, wakaonyesha yale ambao wakafanya extension kama ambavyo wamesema, majengo mengi yanakuja kuongezeka mbali ya hapa, ina maana tutakuwa tumejiboresha zaidi, tutapata pia hata na forex kutoka nje.